Mwili wa aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya wasichana Maria Nyerere iliyopo wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe, Maureen Shonga, umerudishwa hospitalini baada ya familia kugoma kuendelea na mazishi, ikitaka uchunguzi wa kina pamoja na majibu ya mkemia mkuu wa serikali kubaini chanzo halisi cha kifo chake. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mwanafunzi huyo alipatwa na hali ya kuugua ghafla akiwa shuleni Julai 17, 2026 majira ya saa 4 za asubuhi, ambapo alidaiwa kuanza kutapika na kuhara mfululizo kabla ya kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Taarifa za mwanzo zinaeleza kuwa baadhi ya wanafunzi wenzake waliwaambia walimu kuwa marehemu alidaiwa kunywa tindikali, yaani asidi. Taarifa hiyo bado haijathibitishwa rasmi na mamlaka husika, huku uchunguzi ukiendelea. Mazishi yalikuwa yamepangwa kufanyika Julai 19, 2026 katika mtaa wa Kilimani, kata Njombe mjini. Hata hivyo, yamekwama baada ya ndugu wa marehemu kugoma kupokea mwili kwa ajili ya mazishi, wakieleza kutoridhishwa na maelezo yaliyotolewa kuhusu mazingira ya kifo hicho na kudai shule haijatoa ushirikiano wa kutosha katika kufafanua kilichotokea. Baada ya kupatikana hizi taarifa, uongozi wa halmashauri ya Wanging'ombe umefika. Walimu, mkuu wa shule pamoja na walimu wamefika, wameelezea hali halisi ya jambo lilivyo. Kwa mwafaka uliofika ndani kwenye kikao pamoja na wazazi na watu wote kigusa, kwa sababu haya mambo yakishasemwa tunaamini yanaweza kawepo au yasiwepo. Hili jambo linawezekana ni la kweli au sio la kweli, kwa sababu hakuna aliyeshuhudia yule mtoto akinywa tindikali. Hata walimu hawakuwepo wakati huyo mtoto anayetoa taarifa kwamba mgonjwa amesema alikunywa tindikali ya aina fulani. Hata mwalimu hakuwepo. Kwa hizi ni taarifa tu, hakuna aliyeshuhudia. Sasa kwa sababu hospitali wana utaalamu wa kufanya uchunguzi, ndio maana tumefikia mwafaka ili silete mkanganyiko. Kwa hiyo uamuzi uliotolewa ni huu ambao wameshasema wenzangu. Mwili wa marehemu utarudishwa mara moja hospitalini, na hospitalini kule kinachokwenda kufanyika ni uchunguzi, tunaita postmortem. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.